Mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkali ilionyesha katika kata za Mkunga, Lupepo, Ikuti na Kawetele wilayani Rungwe mkoani Mbeya imesababisha vifo vya watu 18 wakiwamo watoto 14. Mwili wa waziri marehemu William Lukuvi utazikwa kijijini kwao Idodi, wilaya Iringa vijijini, Machi 31, 2026, ukitanguliwa na zoezi la kuagwa na wabunge Dodoma na kisha wananchi jijini Dar es Salaam. Na Iran imeshambulia kwa makombora maeneo kadhaa ya eneo kubwa la Tel Aviv leo asubuhi, huku Israeli ikifanikiwa kumuua kamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Irani IRGC Alizera Tansir. Habari za wakati huu mtazamaji, karibu katika Upendo TV Habari. Jina langu ni Rose Palanjo, nitakusomea habari za kitaifa na hapo baadaye Gerard Leonard atakusomea habari kutoka mataifa mbalimbali. Tuanze na habari za kitaifa tukianzia huko jijini Mbeya. Mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkali ilionyesha katika kata za Mkunga, Lupepo, Ikuti na Kawetele wilayani Rungwe mkoani Mbeya kuanzia majira ya saa 6 usiku hadi majira ya saa 9:30 usiku wa kuamkia Machi 25, imesababisha vifo vya watu 18 wakiwamo watoto 14 na watu wazima ni 4. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya Benjamin Kuzaga amethibitisha kutokea kwa maafa hayo makubwa, ambapo kati ya waliofariki watoto wa kike ni 8 na wa kiume ni 6 na watu wazima wanawake ni 3 na mwanaume mmoja. Kwa hiyo waliofariki katika maafa hayo ni Chapakazi Mwasota miaka 60, Loida Mwangimwa miaka 55, Gladness Chapakazi miaka 18, Neema Mwasiema miaka 31, Anet Morohani miaka 35, Obedi Shibuka miaka 20 na Itika Manyanya miaka 26. Watoto waliofariki katika maafa hayo ni Viviani Ahonga mwenye umri wa mwaka 1, Briani Mwachiombo mwenye umri wa miaka 3, Dairani Kasambara mwenye umri wa miaka 6 aliyekuwa mwanafunzi wa chekechea katika shule ya msingi ya Lupepo, Innocent Kasambara miaka 4, Vivian Andrea miaka 13 aliyekuwa mwanafunzi wa darasa la 7 katika shule ya msingi ya Lupepo, Princess Ibrahim miaka 5 aliyekuwa mwanafunzi wa chekechea katika shule ya msingi Lupepo, Nathanasi Christopher miaka 2, Jonathan Hamisi miezi 10, Irene Anganyisi miaka 16 aliyekuwa mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya sekondari ya Lupepo, Wema Hamisi miaka 5 aliyekuwa mwanafunzi wa chekechea katika shule ya msingi Kikuyu, na Kennedy Mahenge miaka 14, huyu alikuwa ni mwanafunzi wa kidato cha 2 katika sekondari ya Ikuti. Aidha, katika maafa hayo watu 5 wamejeruhiwa, kati yao watoto 3 wa kike na watu wazima 2, mmoja wa kiume na mmoja wa mwanamke. Kwa hiyo majeruhi walipelekwa katika hospitali ya wilaya hiyo inaitwa Makandana iliyoko katika mji wa Tukuyu, na wengine walipelekwa katika zahanati ya chuo cha magereza Kiwira. Hao wote wanaendelea kupata matibabu na wanaendelea kuimarika kulingana na matibabu. Mvua hizo pia zimesababisha uharibifu wa miundombinu na mazao, hususan mahindi katika maeneo mbalimbali yakiwamo ya Ibililo na Ibungu, ambapo daraja la mto Lubangalala limevunjika na hivyo kukatisha mawasiliano kati ya wananchi wanaotoka upande wa wilaya Ileje mkoani Songwe kwenda Ikuti wilayani Rungwe. Kutokana na hali hiyo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limetoa wito kwa wananchi kuchukua tahadhari katika maeneo wanayoishi kutokana na mvua hizo zinazoendelea kunyesha na kuhatarisha usalama. Kwa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa mambo mawili. Kwanza, kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha katika mkoa wetu wa Mbeya, naomba wananchi waweze kuchukua tahadhari ili waweze kuhakikisha kwamba maeneo waliko wakiona hali ya mvua imeongezeka pamoja na maji, basi waweze kuchukua tahadhari kutoka maeneo hayo. Lakini pia viongozi wa maeneo hayo, watendaji wa kata, viongozi wa vijiji, wahakikishe kwamba wanatoa taarifa mara moja pindi maafa haya yanapotokea ili hatua za haraka ziweze kuchukuliwa kwa ajili ya kuokoa wananchi.
Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewaomba Watanzania waendelee kumwombea kwa Mwenyezi Mungu ili aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu marehemu William Lukuvi aliyefariki Machi 25 mwaka huu katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma. Akiongea kwa niaba ya serikali nyumbani kwa marehemu jijini Dodoma, amesema jambo hilo zito, gumu kulielewa na kupokelewa, ambapo ametumia fursa hiyo kuihakikishia familia kwamba serikali itaendelea kuwa pamoja nayo katika kipindi hiki chote cha majonzi. Mungu awaimarishe kwa sababu yeye ndo mfariji mkuu, na jambo hili bila yeye ni zito kulistahimili. Kwa mimi kwa kifupi tu niliona nijumuike nanyi, lakini niwape neno la pole, lakini pia kuwapa commitment kwamba tuendelee kujumuika na wenzetu, na serikali itakuwa bega kwa bega na familia ili tuweze kumsindikiza mwenzetu kwa heshima. Poleni sana. Viongozi wengine waliokuwepo msibani hapo ni pamoja na spika wa bunge na naibu spika Daniel Siro, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamad Masauni, waziri wa nchi ofisi ya rais menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora Ridhiwani Kikwete, na mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule. Alikuwa anaipenda sana serikali yake, alikuwa anapenda sana viongozi wake, na kama mnaweza kuona katika muda wa maisha yake yote tokea alipoingia bungeni nafikiri mwaka 95, Mheshimiwa Lukuvi amekuwa ndani ya serikali. Kwa maana amekuwa naibu waziri, amekuwa waziri, lakini kwa vipindi mbalimbali amekuwa pia hata mkuu wa mkoa wa Dodoma na Dar es Salaam. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Lukuvi alijijengea uaminifu ndani ya serikali kutokana na yeye kuwa mtu anayependa sana serikali yake, lakini pia kupitia serikali yake maana yake alipata nafasi pia ya kutatua kero mbalimbali za wananchi. Mwili wa marehemu William Lukuvi utazikwa kijijini kwao Idodi, wilaya ya Iringa vijijini, Jumanne Machi 31 mwaka huu. Kesho Ijumaa mwili utaagwa na wabunge katika viwanja vya bunge Dodoma, na Jumamosi ya Machi 28 mwili wake utaagwa jijini Dar es Salaam katika viwanja vya Karimjee, na Jumapili Machi 29 mwili wa Lukuvi utasafirishwa kwa ndege hadi Iringa mjini, na Machi 30 utaagwa Iringa mjini eneo la Gangilonga kabla ya kupelekwa kijijini kwao Idodi, jimbo la Isimani, ambalo ameliongoza kwa miaka 31 tangu mwaka 1995 kwa maziko yatakayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan, ambapo Lukuvi ameacha watoto 3 na mjane mmoja. Tukirejea jijini Dar es Salaam, waziri wa nishati Deogratas Ndejembi ameutaka wakala wa uagizaji mafuta kwa pamoja PBPA kuhakikisha kuwa maghala yote makubwa ya usambazaji wa mafuta yanapata bidhaa hiyo kwa wakati ili kuimarisha upatikanaji wake nchini. Hayo yamesemwa jijini Dar es Salaam wakati wa kikao chake na viongozi wa PBPA, mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA, na kampuni ya TIPA kwa lengo la kujadili hali ya upokeaji wa mafuta yanayoingia nchini, ambapo ameielekeza PBPA kuweka mfumo madhubuti wa upangaji wa ratiba ya ushushaji wa mafuta. EWURA, hakikisheni kwamba mafuta ambayo yanatoka kwenye depo sasa yanakwenda kutumika, na kwamba wale wote ambao wananunua mafuta wapewe mafuta ili yaende kuwahudumia Watanzania. Na ili niwapongeze, mnafanya kazi nzuri kupitia katibu mkuu. Jana nimeona mmeenda kwenye madepo, katibu mkuu hongera, pamoja na timu kwa kwenda kwenye madepo. TIPA, tusaidieni kupakua na kusambaza mafuta kwa haraka zaidi. Aidha, ameeleza kuwa serikali imekubaliana kuharakisha ushushaji wa meli za mafuta zinazoingia nchini, hususan kwa ajili ya matumizi ya ndani, ili kuharakisha upatikanaji wa mafuta unaoendelea kuwa na uhakika na usalama, huku akiwasihi Watanzania kutokuwa na taharuki kuhusu upatikanaji wa mafuta, akisisitiza kuwa nchi ina akiba ya kutosha. Sisi kwa ujumla taifa letu lipo salama. Kwa maana ya hali ya upatikanaji wa mafuta, tupo salama na tuna mafuta ya kutosha. Tumeona nchi jirani mbalimbali zinazotuzunguka zikiwa zina uhaba au upungufu wa mafuta kabisa.
Kuna wengine tayari vituo vimeanza kufungwa na kadhalika kwa kukosa mafuta, lakini sisi mpaka dakika hii Tanzania tupo salama ya mafuta. Kwa bei kupanda zitakuja kupanda, lakini kwa jitihada kubwa za serikali ilizochukua ni kwamba mpaka sasa bado tuko kwenye bei zile zile, lakini tunatarajia hapo mbeleni bei zitabadilika. Sisi tunachotaka katika soko letu ni usalama wa mafuta. Mafuta yanatoka wapi? Sisi tunachotaka yule aliyepewa kazi ya kuleta mafuta alete mafuta. Kikao hicho pia kilihudhuriwa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati anayeshughulikia mafuta na gesi asilia Dr. James Mataragio, Mtendaji Mkuu wa PBPA Erasto Simon, Mkurugenzi Mkuu wa EWURA Dr. James Indilile, pamoja na Mkurugenzi Mtendaji wa TIPA Mohamed na wataalamu mbalimbali wa sekta ya mafuta. Tukisalia jijini Dar es Salaam, serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imesaini makubaliano ya ushirikiano wa kielimu na nchi ya Ireland, hatua inayolenga kupanua fursa za masomo ngazi ya vyuo vikuu kwa vijana wa Kitanzania kwa gharama nafuu, hususan katika masomo ya sayansi. Akizungumza katika hafla hiyo, Waziri wa Elimu Profesa Adolf Mkenda amesema tayari wanafunzi 50 waliomaliza kidato cha 6 mwaka uliopita na kufanya vizuri wameanza kunufaika na mpango huo, huku wanafunzi 34 wanatarajiwa kwenda nchini Ireland ambapo watapata fursa ya kusoma huku wakifanya kazi, mfumo unaotarajiwa kuwasaidia kumudu gharama za maisha na kujenga uzoefu wa vitendo. Wanafunzi 34 wataenda Ireland, 2 wataenda chuo cha Dublin University, kwa Dublin University College, lakini 32 wataenda hiki chuo cha Limerick. Limerick ni chuo kizuri sana kama kilivyo Dublin, na sehemu kubwa ya sisi kuwapeleka kule na Johannesburg ni kwa sababu watakuwa wakisoma darasani na wanapata fursa ya kwenda kufanya kazi. Yaani unasoma alafu unachokisoma darasani unaenda kufanya kazi kwenye makampuni ya teknolojia, na ilikuwa lengo letu tuwapeleke nje wakasome kwanza kwa kuanzia na masomo ya data science, akili unde na sayansi za namna hiyo, mambo ya kompyuta na akili unde, yani artificial intelligence, na kwamba wakienda kusoma wasisome darasani tu, wasome wapate na fursa ya kujaribu kutumia ule uelewa wanaopata darasani kutengeneza ujuzi katika makampuni. Balozi wa Ireland nchini Tanzania Nicola Brennan na baadhi ya washiriki kutoka Ireland na Tanzania wamesema ni fahari kushuhudia makubaliano hayo kwa kuwa ni ishara ya uhusiano mzuri kati ya Tanzania na Ireland katika sekta ya elimu kati ya nchi hizo mbili. This is the culmination of a long process between the University of Limerick and the Ministry of Education, Science and Technology here in Tanzania to prepare a number of Tanzanian students who are due to travel to Ireland and take up their studies at the University of Limerick. Really developed with industry in mind. Industry supports them by giving those students that valuable opportunity to apply the knowledge that they're learning in the classrooms in the professional environment, and the students then really understand the context, the why they're learning it, because they can see that this is how you use this in the real world. Makubaliano hayo ni kati ya wizara na chuo kikuu cha Limerick cha nchini Ireland. Huko mkoani Kigoma, serikali imeanza kuchukua hatua za kujenga barabara za mitaani kwa kiwango cha lami nzito katika halmashauri ya wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma, hatua inayolenga kupunguza uwepo wa tope pamoja na vumbi, ambapo wananchi wameomba mkandarasi kusimamiwa ili mradi ukamilike kwa wakati. Kutoka Kibondo mkoani Kigoma, Kadislaus Ezekiel na taarifa kamili. Ukifika wilaya ya Kibondo unakaribishwa na udongo mwekundu. Hapa usiombe kukutana na mvua, utavaa tope miguuni ipasavyo, huku kiangazi ukikutana na vumbi la kutosha, kero zilizowatesa wananchi kwa kipindi kirefu. Ujenzi wa barabara za mitaani kwa kiwango cha lami nzito ni hatua kubwa ya maendeleo, wananchi wakitoa shime kwa serikali na kusisitiza mkandarasi akamilishe kwa wakati mradi huu. Tuko tuna hali ya matope, vumbi, magari yakiwa shikwama hapa, iko inakuwa ngumu sana wakati kipindi hiki cha mvua kuweza kupita katika barabara hii. Tunashukuru sana serikali ya awamu ya 6 kuweza kutengenezea barabara. Tunafarijika sana kwa kweli. Tunaona watu wanapita kwa miguu, wanapita, wenye magari wanapita kwa amani kabisa bila usumbufu wa aina yoyote. Hii barabara kwa maana kutoa kero
za wananchi iko sahihi, isipokuwa kuna mapungufu. Pointi yangu ni kwamba ije kwa muda mwafaka, sio kubumba bumba tu. Serikali ishalipa hela. Kuna barabara nyingine ambazo zinaingia stendi kama ya hapo ng'ambo, na yenyewe tulikuwa tunaomba sisi kama wananchi hapa na yenyewe ifanywe utaratibu, kwa sababu na yenyewe ndio inaingiza magari stendi, hii itakuwa inlet. Kwa hiyo hii ni muhimu zaidi na yenyewe. Meneja wa wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA wilaya ya Kibondo, Mhandisi Dickson Kanyankole, amesema wanaendelea kuchukua hatua za kuongeza mtandao wa barabara za lami ili kuhakikisha hadhi ya mji wa Kibondo unakuwa kwa kasi. Wazo hili la kujenga hii barabara limekuja baada ya mabasi kuwa yana changamoto ya kuingia kwenye eneo la stendi, na hivyo abiria kuwa wanashushwa nje ya kituo cha mabasi. Abiria walikuwa wanaachwa huko roundabout usiku wa manane, kitu ambacho ilikuwa ni hatarishi kwenye usalama wa watu na mali zao. Ziko barabara nyingi ambazo tumeziingiza kwenye utaratibu kuzijenga kwa kiwango cha lami, lakini kwa mwaka huu wa fedha tumeingiza barabara hii ambayo tunategemea baada ya kukamilika kwake zile changamoto zilizokuwepo za abiria kushushwa nje ya kituo cha mabasi tutakuwa tumelitatua hilo tatizo. Mtandao wa wilaya Kibondo tuna kilomita 636.39 ambapo kati ya hizo kilomita za lami tukikamilisha na hii tutakuwa na kilomita 12 za kiwango cha lami, lakini tuna kilomita 445 za changarawe na nyingine zinazobaki ni za udongo. Kwa hiyo kwa wilaya ya Kibondo tumepiga hatua. Sisi mtandao wetu unapitika kwa 65%. Tunafanya kazi za usanifu wa takriban kilomita 40. Kwa hiyo tumeshafanya ule mchakato wa awali, tumezalisha michoro, lakini tumeandaa BOQ kwa ajili sasa ya kuomba fedha walau yale maeneo yote ambayo yana changamoto kwenye maeneo ya mjini tuweze kuyajenga kwa kiwango cha lami. Kutoka wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli. Asante sana Kadislaus Ezekieli kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Kigoma. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka jijini Dar es Salaam. Mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania TIRA imesema itaendelea kuhakikisha inasimamia kampuni za bima nchini ili ziweze kutoa huduma iliyo bora na tija kwa wananchi na jamii kwa ujumla. Hayo yamesemwa jijini Dar es Salaam na afisa bima kutoka mamlaka ya usimamizi wa bima Arnold Lubinza kwenye hafla iliyoandaliwa na mawakala wa bima kimataifa Mike Global Risk wakati walipotambulisha ushirikiano wao kati ya Mike na Alliance Insurance, ambapo amesema kuwa kwa sasa kumekuwa na mahitaji ya bima ya afya. Furahia pia katika kushirikiana nao katika kipindi hichi muhimu ambapo kumekuwa na ongezeko la mahitaji ya bima za afya. Na katika mpango huu madhubuti, ofisi ya TIRA na kamishna inaendelea kutoa rai kwa wananchi kukata bima za afya katika mpango madhubuti ambao pia Mheshimiwa Rais wa Muungano wa Jamhuri ya Tanzania ambao ni jumuishi, yani bima ya afya kwa wote kupitia wasajiliwa wetu mbalimbali. Kwa hiyo nipende kutoa hii kwa wananchi wa Tanzania kuendelea kutumia bima kama sehemu ya kinga ya afya zao, lakini pia na mali zao. Amewahimiza wananchi kukata bima ya afya katika mpango madhubuti ambao ni jumuishi, yaani bima ya afya kwa wote, kupitia kwa wasajiliwa wao mbalimbali waliopo nchini kwa kutumia bima kama sehemu ya kinga ya afya na mali zao. Mkuu wa wateja waandamizi kutoka Mike Global Risk, Scholastica Mtei, amesema wameingia mashirikiano baina yao na Alliance Insurance yanayolenga kukuza sekta ya bima kwa ujumla na huduma thabiti wa wananchi. Aidha, amesema ushirikiano huo umejadiliana sana na bima kimataifa ambapo mtu akiwa nchi nyingine anaweza kutibiwa kupitia bima hiyo. Leo tunafanya ushirikiano na tunashukuru kwa
kufika kwa wateja wetu, na tunategemea ushirikiano utakuwa mzuri na utaimarisha zaidi uhusiano wetu kati ya Alliance na AXA na sisi MIC Global. Ushirikiano ni kwa ajili ya bima ya afya. Sisi MIC ni madalali, ni brokers wa bima, lakini pia tunafanya vitu vingi. Tunafanya general ambao tunaitoa liability for assets kwa general, na pia tunafanya local medical insurance. Pia tunalipata nyingine ambayo ni international medical insurance au IPMI, ambao leo ndo tumetoka zaidi na kwa na ushirikiano wetu zaidi umebase kwenye IPMI. Mtazamaji kutoka jijini Dar es Salaam, na sasa tuangazie habari kutoka mkoani Kilimanjaro. Mkuu wa jimbo la Hai KKKT Dayosisi ya Kaskazini, Mchungaji Biniel Malio, amesema kuwa viongozi pamoja na jamii wanapaswa kuhimiza na kuhubiri utunzaji wa mazingira kwa vitendo, kwani kufanya hivyo ni kuendeleza uumbaji wa Mungu na kufanya mazingira kuwa salama na yenye uhai kwa vizazi vya sasa na vya baadaye. Tupate taarifa zaidi kutoka mkoani Kilimanjaro. Malio amesema hayo wakati alipokuwa katika zoezi la upandaji wa miti iliyoratibiwa na huduma ya Uyamwi katika kijiji cha Mtakuja, kata ya Kia, wilaya ya Hai, mkoani Kilimanjaro. Amesema kuwa ni vyema kila mmoja akawa wa kwanza kumkemea yeyote anayeharibu miti iliyopandwa, na kuwa wa kwanza pale wanapoona miti na kauka kuungana kuirudisha katika hali yake, na kusema miti inapoota inasaidia kuwepo kwa mazingira mazuri, ikiwa ni pamoja na kuzuia mionzi ya jua, kukinga mafuriko na kuleta hewa iliyo safi. Kwa wale ambao ni viongozi pia pamoja na wale viongozi wa dini, tuungane kwa pamoja tuhubiri, kwa maana kuyahubiri mazingira ni kumhubiri Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana aliyeumba mazingira, aliyetukabidhi mazingira kwenye uumbaji wa kwanza ni Mungu mwenyewe, na tunapoendelea kuyahubiri mazingira yawepo, kuwahimiza watu wetu wayatunze, tunafanya kazi ya Bwana, tunamtumikia Mungu na tunakuwa tunasimama katika lile lengo la Mungu la uumbaji. Sisi tunapoona hili linalofanyika la kuotesha miti, kuyatunza mazingira, naona ni kwamba tunarudi kwenye uumbaji wa asili ambao Mungu ametuumba kwao, kuyatunza mazingira. Na wapendwa ndugu zangu, tulipokee vizuri na tulisimamie vizuri, tuweze kuona jinsi gani hii miti, kama ndugu zetu wapendwa Uyamwi wakishirikiana na wale wote ambao wamewezesha zoezi hili zuri liweze kutokea ndani ya eneo letu hili la Kia, basi tuweze kupokea vizuri. Kwa upande wake, mdiakonia kutoka Chuo cha Biblia na Theolojia Mwika, Samuel Mori, mkurugenzi wa huduma ya Uyamwi, amesema kuwa kutokana na hali ya ukame na mafuriko yanayotokea mara kwa mara katika eneo hilo la Kia, amesema wameona kuna haja ya kufanya udiakonia kwa kuhubiri Injili kwa njia ya kupanda miti ili kutunza uumbaji wa Mungu. Leo tumepanda miti ipatayo 1200 katika taasisi, katika zahanati, kituo cha afya hapa Kia, lakini katika sharika za Ebeneza, mtaa wa Ebeneza, tumeacha miti kadhaa kama 250, na katika eneo la shule ya Tambarare hapa tumeacha miti 490, shule za msingi, na tutaendelea vijiji vingine, shule za msingi, vituo vya afya, shule za sekondari, hata baadhi ya miti imepelekwa kwenye taasisi za madhehebu mengine, kwa mfano Pentekoste, maeneo yote, lakini pia wanajamii watapata miti kupanda katika maboma yao. Naye diwani wa kata hiyo ya Kia, Tehera Molel, amesema kuwa wanaishukuru kanisa kwa kuunga mkono jitihada za kutunza mazingira kwa kuotesha miti, huku wananchi wakisema kutokana na kutokuwepo na miti katika maeneo hayo ya Kia, wamekuwa wakikumbana na changamoto ya upepo mkali na mafuriko pindi mvua zinaponyesha, na kusema watahakikisha wanatunza miti hiyo. Nichukue nafasi hii kwa niaba ya wananchi kuishukuru sana kanisa letu pendwa la KKT kwa kutuunga mkono kwa kutunza mazingira. Mapigieni makofi sana. Kuotesha miti ni kutunza mazingira. Tuwashukuru sana kwa sababu jitihada mlioona majanga ya mazingira, mkaona tutumie kipindi hiki
ambavyo Mwenyezi Mungu ametuletea mvua nyingi, kuotesha miti kwa ajili ya kuboresha maeneo yetu ni jambo zuri sana, na kwa niaba ya wananchi mimi nawashukuru sana sana sana. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana kanisa. Kwanza wamekuja kipindi cha mwafaka, mvua zinanyesha. Mimi ninachotaka kuahidi kanisa, nitalinda hizi miti. Hata muda mwingine mkija mtaona kwamba ulinzi wa miti kwa ajili ya mifugo imeendelea kutokana na sisi uongozi wa kijiji tumeshiriki. Hii hali hapo kwenye hii upande yetu ni hali ya upepo kubwa sana na anasababisha na ukame. Kwa hiyo ni hii miti tukipambana kunyesha sana hii miti ikuwe vizuri, na anapunguza hali ya ukame na hali ya upepo. Pata miti kivuli bora kila wakati, mara unaweza kuwa usipokuwa na kivuli utapata mahali pa kukalia. Pia tuna changamoto kwa upepo kali, joruba. Pili, tukipata miti tutatunza mazingira mazuri. Zaidi ya miti 1000 zilioteshwa katika kata hiyo, ambapo mpango wa UYAMWE ni kuotesha miti zaidi ya 5000 katika taasisi mbalimbali kama hospitali, shule za msingi na sekondari, nyumba za ibada kutoka madhehebu mengine na kwa mtu mmoja mmoja. Mimi ni Rema Abraham, Upendo TV. Tukirejea jijini Dar es Salaam, zaidi ya wajasiriamali 200 kwa baadhi ya vijiji vya mkoa wa Kigoma na Morogoro ambao huduma za kifedha kwao ni changamoto, wanatarajia kunufaika na mikopo ya masharti nafuu bila kuzingatia dhamana ili waweze kukamilisha ndoto zao kupitia kazi wanazozifanya. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari baada ya kutia saini hati ya ushirikiano, mkurugenzi wa Vision Fund Tanzania Deogratias Siria amesema kwa sasa imebakia hatua ya wajibikaji, huku akisema lengo la makubaliano ya mradi huo wa miaka 2 kati ya shirika la msaada la Norway pamoja na Vision Fund Tanzania ni kusaidia makundi maalum ya vijana na wanawake hasa wa maeneo ya vijijini. Mradi huu unahakikisha pia upatikanaji wa hizo huduma za kifedha unafanyika katika rate ambayo ni affordable. Maeneo ambayo tunaanza hasa mkoa wa Kigoma ni mkoa ambao una changamoto kubwa sana upatikanaji wa huduma za kifedha. Kwa hiyo tumeupa kipaumbele kwa sababu ya umuhimu wa kuhakikisha jamii ambayo inakosa huduma za kifedha inapata huduma za kifedha. Shirika la misaada la Norway, mkurugenzi mkazi Betty Marie Alveseta amesema katika kutekeleza mradi huo hataishia kuwapa mikopo pekee, bali ni kuwawezesha kutambua thamani ya fedha na uwekezaji ili kujikwamua kiuchumi. Huku baadhi ya wanufaika wa awamu ya kwanza licha ya kupongeza pia wamesema mikopo hiyo itakwenda kuboresha thamani ya bidhaa zao ili kuleta ushindani sokoni. At the same time, we are ensuring that these loans are offered at affordable interest rates so that entrepreneurs can grow without being overburdened. But we are not stopping at providing loans. We are also investing in trainings, in mentorship and business support so that entrepreneurs can manage their businesses better, increase their income and repay their loans successfully. Kwetu itakuwa ni msaada sana kwa wananchi, hasa kwa sisi wa vipato vya chini. Kwa kweli tutanufaika kwa sababu tunakuwa tukikopa kwenye mabenki ambayo riba zake ni kubwa sana, zinatuumiza sisi kama na vikoba. Tunajikuta kipato kile ambacho kingetuinua hatuinuki. Tukisalia jijini Dar es Salaam, wadau wa Tanzania, Msumbiji na Kenya wamekutana kupitia mradi wa amani unaotekelezwa na shirika la Kiitaliano la SEFA, lengo likiwa ni kueneza amani kwa jamii kwani ndio kichocheo kikubwa cha uchumi. Hayo yamesemwa jijini Dar es Salaam na mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa shirika la Kiitaliano la KEFA, Johannes Kamonga, wakati walipokutana na kusema kuwa mradi huo umedumu kwa takribani miaka 3 na ukihusisha nchi 3. Wahusika na mradi huu ni taasisi 3: SEFA, WeWorld na
GRCF, taasisi za kijamii ambazo zimefanya kazi katika nchi hizi tatu. Lengo kubwa ni kutaka kudadavua masuala yanayohusiana na amani. Amani inatazamwa kama ni neno pana, kwa Kiswahili linatafsiriwa katika mambo mengi, lakini kubwa zaidi kuliko yote ni kuunda mazingira ya uelewano na mshikamano. Balozi wa Italia nchini Giuseppe Shani Coppola amesema kwa nchi tatu wamejadili kuhusu amani na shirika hilo limeanza kwa muda mrefu kwa nchi ya Tanzania. So they have been working in Tanzania for many years, so they have a deep knowledge of the country, of course, and they can work effectively because of all the network they have established through all the decades here in Tanzania. We were this more recently here, as they arrived around 2010, 2013, but they have a huge experience in this sector. So I think it's, I really wanted to witness here with my presence our support to this very useful, hopefully, initiatives. Washiriki katika mradi huo wa amani, Sala Danieli na Fahadi Changi, wamesema mradi huo umewajengea uwezo wa kutambua amani, kwani ni msingi wa maendeleo kwa nchi na jamii nzima. Kwenye mradi wa kujenga amani tunajifunza ni kwamba tunaamini sisi Tanzania tuna amani, lakini amani yetu sisi inavuruga pale ambako mtu ni masikini. Mtu akiwa masikini anakuwa hana amani. Unaporudi nyumbani hamna kitu, unakosa ile amani ya moyo. Hivyo kwa hiyo tunapoongea swala la amani, sio amani tu kwa sababu ya vita na vitu vingine, hapana. Kwa hiyo mradi umetuonyesha kwamba amani sio lazima tu mambo ya silaha na vitu vingine, hapana, hata kiuchumi pia. Tumetumia vijana, tumetumia kina mama, tumetumia washirikishi wa kiserikali na viongozi wa dini ili kuweza kuangazia jamii yote iwe katika ili gurudumu la kujenga amani. Mtazamaji, ikiwa hizo ni habari za kitaifa, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa.